Kwa upande wangu kitu nilichokiona ni viongozi kuwa na mapenzi na hizi klabu zetu mbili za Simba na Yanga. Hicho ndo kitu pekee ambacho kinafanya na kusababisha matatizo kama haya yaendelee kutokea. Kwa sababu kiongozi yeye ni shabiki wa timu fulani, leo hii akitaka kuikandamiza hii timu, kitu gani kinaenda kutokea? Kwa hiyo viongozi wetu wapunguze mapenzi au waache mapenzi ya hizi timu mbili, ndipo wafanye maamuzi kama kanuni inavyohitaji. Kwa nilichokiamini mimi ni kwamba bodi ya ligi walipaswa kutumia kanuni kama zinazotumika CAF. Leo hii ukiangalia kanuni ya CAF inasemaje kwamba timu ngeni ikinyimwa kufanya mazoezi katika kiwanja husika kwa muda tarajiwa, kinachotakiwa kufanywa ni nini? Ni kuchukuliwa hatua kwa timu mwenyeji. Kwa hiyo timu mwenyeji anapaswa kuwajibishwa kisheria kwa kulipishwa faini na sio kwamba kuahirishwa kwa game kuchezeka. Na hicho kitu ukienda ukiangalia tunakiona mara nyingi hata kwa timu zetu za Simba na Yanga, ni mara kadhaa zinatoka kwenda kucheza nje katika labda klabu bingwa au shirikisho, wanafanyiwa fujo, sometimes wanakosa nafasi hata kufanya mazoezi ya kufanya nini, lakini game inabaki pale pale. Kwa nini kwa Tanzania hichi kitu kilishindwa kufanikiwa? Kwa TFF pamoja na bodi ya ligi walipaswa kujitathmini sana katika hicho ambacho kinaendelea. Walipaswa watumie kanuni kuweza kutatua tatizo la namna hiyo na sio kufanya kimapenzi. Mimi kwa upande wangu nilichokiona ni kwamba bodi ya ligi waliamua maamuzi waliyofanya kimapenzi, lakini sio kutumia kanuni, kwa sababu kama wametumia kanuni wanaweza wakajieleza leo hii ni kanuni namba ngapi au kifungu gani walichokitumia kuenda kuahirisha mechi ya dabi ya Kariakoo. Jibu litakuwa ni hapana. Kama jibu litakuwa ni hapana, walitoa wapi maamuzi haya? Walitumia kitu gani cha kuweza kutatua matatizo kama haya? Kwa hiyo kwa upande wangu ni makosa makubwa ambayo walitoka kuyafanya. Kwa hiyo wanapaswa wajiuzuru viongozi wote wa bodi ya ligi, kwa sababu vitu kama hivi havipaswi kutokea katika mpira wetu. Huu ni kuua mpira wa Kitanzania. Huu ni kuua mpira, yani ni kupoteza kabisa katika uhalisia wa ule mpira ambao tulienda kutarajia. Hebu uangalie, walipaswa kuangalia kwamba je, leo hii dabi ya Kariakoo ina watu wangapi ambao wameacha shughuli zao, wengine wametoka mataifa mbalimbali, watu wametoka mikoa mbalimbali kuja kushuhudia mpira wetu hapa au dabi ya Kariakoo. Alafu wanafika Dar es Salaam eti game inaahirishwa kwa kitu ambacho hakina sababu ya msingi. Sioni kama ni kitu cha kirafiki hicho ambacho wametoka kukifanya. Wameshindwa kuthamini hata hao watakiwa kumbuka kwamba mashabiki ndio watu pekee ambao wanaosupport mpira, wanaofanya wao viongozi wapate mishahara, wapate kila kitu, kwa sababu hivyo mshahara wanaopata wanatoa wapi? Pesa za mashabiki ndio zinaingia mpaka kwenye huko kwa wao. Umeelewa? Walipaswa kuangalia hata umhurumia hata Azam. Angalia Azam TV amefanya vitu vingapi? Amefanya tangazo lao la kupresent hiyo dabi zaidi ya miezi kadhaa. Sawa? Bado ameenda kutoa, ameweka mabango kwenye uwanja, amefanya vitu vingi, ameacha vitu vingi kufanya kwa ajili ya dabi ya Kariakoo. Alafu anaenda kuahirisha kirahisi tu pasipokuwa na sababu za msingi. Hivyo kwa upande wangu kitu pekee nilichokiona ni viongozi, wajumbe wote wa bodi ya ligi wanapaswa kujiuzuru katika hicho kilichotokea. Wanajiuzuru kwa sababu hawana fakti ya kumweleza mtu yoyote wa mpira. Hivi mtu yoyote wa mpira atokee leo hii waulize bodi ya ligi, mlitumia kanuni gani, sheria gani, kifungu namba ngapi kwenda kuahirisha mechi hii ya jana? Hawatakuwa na majibu ya kutoa. Hivyo basi wanatakiwa kujitathmini sana katika hili, na mwisho wanapaswa kujiuzuru na waingie wengine ambao wanaweza kujitambua katika kufanya madaraka.